olewa. Wanasema Irene, sisi bwana huku tunapenda sana kujitunza. Tunapenda sana kutokufanya mapenzi kabla ya ndoa. Lakini tunakutana na wanaume tunawapenda na wanataka kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Kwa tusaidie kuuliza tuwajibuje hawa wanaume na wasituache. Kwa sababu inavyoelekea sasa, binti akisema hapana anapigwa kibuti. Very good. Nitoe maangalizo mawili. La kwanza, ukimkatalia kijana wa nyakati hizi sex, siwezi kukugaranti kwamba hutaachwa. Kimsingi utaachwa wa nyakati hizi. Hiyo ni kuambia tu ukweli, dada unanisikiliza, utaachwa. Kwa sababu vijana wengi siku hizi ngono ni kama kashughuli fulani kanachowafanya maisha yao yaende. Yani activity, kashughuli fulani hivi ambacho wasipokafanya maisha yanasimama. Ambayo ndio inanipeleka kwenye angalizo la pili. Angalizo la pili. Mwanaume yoyote ambaye anapenda sana ngono ni dalili ya kwamba amekosa sifa za kuwa mume anayefaa. Ala. Yes. In fact, ukitaka kupima stamina ya kihisia ya mwanaume, ukitaka kuipima, wewe binti unayenisikiliza, mnyime ngono. Ukiona mwanaume ukimnyima ngono mnagombana, ujue huyo mwamba kaa naye tumbali. Kuna mawili. Ni either lengo lake la kuwa na wewe ilikuwa ni ngono, au la pili, inawezekana kwake yeye ngono ndio kitu kinachofanya maisha yake yaende. Yani yuko addicted to that. Kama ambavyo mwingine anakunywa pombe, mwingine anatumia madawa ya kulevya, mwingine anatumia bangi, mwingine anatumia nini, yeye huyo uliyokutana naye anatumia ngono. Kwa hiyo anakutumia wewe kama kipunguza stress. Ndio maana ukisema no analipuka, kama ambavyo mlevi akikosa pombe analipuka, kama ambavyo mtu akikosa madawa ya kulevya analipuka, kama ambavyo akikosa analipuka, na yeye huyo analipuka. Kwa ukiona ukisema no mnagombana, ujue the guy is not okay. Mwanaume yote ambaye yuko stable emotionally na ana vision yake, sisemi kwamba hatotaka kufanya ngono, lakini ukimnyima haitakuwa ugomvi, hatogombana na wewe, atakwambia it's okay darling, take your time. Lakini ukiona kuna vita, yani baada ya nusu saa, yani ndio umenibania, yani ndio auji, yani nakwambia, yani nakwambia tunaachana, aweka naye mbali huyo. Esko. Huyo bwana unabeba mzigo ambao sio wa kwako. Aisesu kama amekanyaga vidole vyao. Yu hapa wanaume watanishukia. Kuna wanaume hapa wanasema utatoka salama. Haya, habari kufikie wewe binti uliouliza hili swali, pamoja na kuwawakilisha wengine wote ambao waliuliza hili swali. Majibu ndo kama hayo. Huyo mwanaume bwana hana stamina, kwa hiyo cha msingi ni kuganga moyo tu ndugu yangu, kwa sababu pastor mmoja amesema hakugaranti kwamba utaachwa. Utaachwa, jipange. Kwa ukishaona tu amekukataa basi jua tu ndio wale wa. Otherwise unaweza take chance ukafanya naye, ukajaribu bahati yako, ukafanya naye ambao kimsingi atakuacha. Yani trust me, utabahatika. Yani chance ni 1 out of 10, lakini mostly atakuacha. Okay. Sasa Pastor Deo, kwenye lile swali la kuridhika lile, kuna watu wakaja inbox wakanambia hapana dada muulize, yani ni hivi, huyu mwanamke yeye anajua afanyiwe nini ili aridhike. Unanielewa? Mbona unatolea macho kama unielewi? Sijakuelewa. Yani tunazungumzia pale kwenye tendo. Sawa. Huyu mwanamke yeye anajua kwamba afanyiwe nini ili aridhike. Lakini inavyoonekana sasa hii haina uhusiano wowote
na nguvu za kiume. Huyu mshikaji uko proper. Lakini huyu mwanamke yeye anajua kwamba bwana, mimi mshikaji akipita hapa akapita hapa, mimi nakuwa nimefika kituoni. Lakini sasa inavyoonyesha huyu mshikaji hana clue. Yani hajui. Yeye anapiga kazi zake kama kawaida, anahisi amemaliza. Lakini huyu yeye anajua. Lakini namna sasa ya kumwambia bwana, wewe pita hapa, tokea hapa. Very interesting. Kwenye kitabu changu leo cha Usijue Kuhusu Wanaume kuna vitu nimeviandika, kama watu wakivisoma watapata shida. Cha kwanza, wanaume hawapendi kufundishwa. Kweli? Mimi sijui unajua nini kuhusu wewe, but we hate to be told. Tunachukia sana kufundishwa. Namba 1. Namba 2, unapotaka kumfundisha mwanaume jinsi ya kufanya ili uridhike, maanake umeanza kutake over control ya huo mchezo. Na ukitake over control, unamshusha nguvu zake, kwa sababu atashindwa kuconcentrate. Namba 3, nilisema na nitaendelea kusema, tendo la ndoa halikuwa designed kwa ajili ya watu kuridhishana. Lilikuwa designed watu kufurahiana. Then kuridhishana kunatokea katikati ya safari ya kufurahisha. Kitendo cha kuanza kufanya hiko kitendo ukiwa akilini mwako unataka afanye vile na vile na vile ili uridhike, tayari umeshatoka kwenye kanuni ya msingi ya hiko kitendo. Kwa sababu kile kitendo kinatakiwa watu wawili mtafute chemistry. Inawezekana wewe hiyo style yako ya kuridhika uliipata ukiwa na yule. Huyu kwa chemistry mtakao tengeneza ukajikuta utatumia mlango tofauti kuridhika. Ila umekalili kwamba adipite pale na pale na pale ndio nitafanyaje? Why don't you, Irene, kwa nini usijipe nafasi ya kuexplore some new option? Ulienaye sasa hivi ni huyu. Let him do what he wants to do. Kwa nini una imagination za mambo ya kale wakati huyu ni mtu mwingine? Kwa nini usitoe hiyo nafasi? Mwache aende mpaka mwisho. Usikilize. Mwache aende aonyeshe ujuzi wake mpaka mwisho. Ainue mikono kama nimefika mwisho. Then from there, guide him. Lakini mkifika tu kaanza no, tulia. Hapa nadhani inabidi ufanye hivi, unafanya hivi, ufanye hivi na vitu kama hivyo. Tayari unautoa mchezo kwenye reli. Kwa nini? Kwa sababu utaingilia flow na concentration yake kutaka kukufurahisha wewe. Sasa inawezekana kuna swala la panic kwa wadada wengi sasa hivi, which I understand. Wanawake wengi siku hizi hawaamini hata wanaume kuhusu hizo nguvu. Yaani kiukweli wanawake wengi siku hizi wamekaa kimtego kama huyu mwamba ataweza kweli. Yaani wengi wanawake wameshafika kwenye hiyo level ya kwamba hawana hata imani na wanaume. Sasa mwisho wa siku ni kwamba wanakuwa tempted kutaka kufanya kitu ambacho kitamsaidia. Na ndio hicho ninachosema, msiwaonee huruma, si umwache, wewe mwache akomae. Kuna point akifika atakupa tu mlango wawe kumuonyesha nini cha kufanya. Hapa nazungumzia mwanaume. Mwanaume ataenda. Kuna point akifika amemaliza option zake, ni kuhakikishie atakupa nafasi ya wewe. Lakini lazima kwanza explore option zake zote. Sasa kuwa patient tu, tulia. Mwache amalize. Ache tu amalize. Alafu atakwambia sasa, Irene, hebu niambie what else do you have? Alafu from there utapika. Alright. Pastor Deo Sukambi, kuna hii kasumba ya kina dada kupenda bad boys. Tunavoita bad boys, yani unaweza kukuta mdada yupo na mwanaume mzuri sana anayejielewa. Anamtekea fresh kabisa, very good, yani mwanaume swafi kabisa. Lakini utakuta mdada anakuambia simpendi yule kaka, ananiboa. Ananiboa. Hana swaga, hana nini. Yani kwa hiyo unakuta mwanamke anaachana na mwanamume mzuri, anaenda kwa this so called bad boy.
hii ni tatizo la kisaikolojia au inakuwa shida ni nini? Ama kuna kitu lina uhusiano mkubwa sana na tatizo la kisaikolojia ambalo niseme kwamba pengine wanawake wengi nimekutana na hilo shida sasa hivi. Kwanza wanawake wengi siku hizi wanaishi ulimwengu wa kusadikika. Ulimwengu wa Telemundo, ulimwengu wa social media, ulimwengu wa Google, ulimwengu wa kwenye big screen na kwenye tamthilia. So wana taswira zisizo halisi kuhusiana na maisha. Wakiona kule kwenye Telemundo mtu kapewa maua, kapewa nini, kabebwa bichi, kafanyaje na nini, inawatengenezea imagination ambazo ni so unrealistic. Kwa sababu hao wote wanaoigiza zile filamu lazima tujue nyuma yao walikuwa na mtu wa camera, script writer, director, bla bla bla, timu ya watu. Cut, sio nini, no, hapo uko mkisi vizuri, mbebe hivi, yeah, no, cut. That's the life ambao wao wenyewe wanaoigiza zile filamu wenyewe hawawezi hata kufanya yale mambo katika uhalisia wa dunia. Kwa tupo katika generation ya watu ambao wameathiriwa sana na big screen. Kwa hiyo wana imagination za ajabu. Kwa hiyo mwisho wa siku wanapendaga vitu ambavyo they now excite waishi. Lakini pia cha pili ni kwamba tupo katika kizazi cha watu ambao walikuwa overprotected, walikuwa katika mazingira ambao walikuwa ni either overprotected au overneglected, walidekezwa au walinyanyaswa. Mtu yote ambaye alidekezwa katika utoto wake au alinyanyaswa huwa ndani mwake anakuwa empty. Anakuwa mpweke, anakuwa na umbwe, anakuwa na njaa ya kupendwa, anakuwa na kiu na shauku ya kuonyeshwa upendo, kuonyeshwa kusikilizwa, kuonyeshwa kuthaminiwa, kuonyeshwa kwamba wewe ni mzuri, unaweza. Anahitaji a lot of words, maneno mengi, vitendo vingi vya kumfanya aweze kujisikia kwamba na yeye ni mtu, kwa sababu huku ndani kupo empty. Kwa hiyo demand yao hawa wanawake ya kutaka kupendwa, kuthaminiwa, kueleweka, kufanyaje, inajireveal kwa kuwa piki na kuchagua wanaume ambao wana vurugu nyingi. Hawataki wanaume ambao wako objective na maisha. Kwa sababu mimi nikiwa objective na maisha, ukiniletea weakness zako nitakwambia no, that's the weakness. I don't keep that. Siwezi kuentertain ujinga. Hiyo hapana. Kwa sababu gani? Mimi nina miaka 30-40 ya kuishi mbele na nakuona wewe kama mke na msaidizi wangu, siwezi kuentertain upuuzi sasa hivi. Kwa hiyo nitakwambia ukweli, nitakutake so slow, nitakuwa muwazi, nitakwambia vitu vitakavyo kuuma ambavyo utavielewa 10 to 20 years to come, ambayo hiyo stamina wewe hauna ya kusubiri hiyo miaka yote. Unataka vitu vitokee sasa hivi, fast food like dan. Twende Zanzibar, twende beach, twende wapi, twende out, twende nini, twende club, twende kufanyaje, ule hivyo, yani mwili unatakota, unachemka, sema yeah, this is, I feel him. You feel him? Good. Wait until hizo feelings zitakapoanza cool down na kupoa, ndio utagundua actually you wasn't feeling. So kimsingi ni kwamba itoshe tu kusema watu wengi sasa hivi hawaishi maisha ya uhalisia. Hawaishi maisha. Ni kwamba wako busy na activities za mahusiano. They do not live their life. Hawaishi maisha. Unajua watu siku hizi wanapenda mahusiano kuliko hata maisha. Yani wako busy na mahusiano kuliko maisha yenyewe. Hawaishi maisha kwa sababu maisha yao wenyewe hawana. Yani personal life ya kwao, wao kama wao hawana. Labda niongee kauli moja ambayo inaweza kawa ni ngumu, lakini watu wataielewa kwa shida kidogo. Kabla hujaanza kufikiria kuhusiana na watu wengine, tafuta kuhusiana na wewe mwenyewe kwanza ndani. Ndio. Kabla hujatafuta nani wa kuoa au wa kumuoa, jioe mwenyewe kwanza ndani. You need to have that intimate relationship with yourself. Ukikaa ndani mwenyewe, unaweza ukaenjoy, unaweza ukafurahi, unaweza ukakaa hivi siku nzima away from the phone, simu iko mbali, away from everybody, na ukaenjoy life. Can you keep yourself a company? Na ukaiona kana kwamba mimi ni mtu katika watu. Achana na nani anakutext kwenye WhatsApp status, umeweka kiemoji, si una watu wamekuja inbox 10, upo yani nakwambia na chat na watu nakwambia yani nakwambia huyu mwingine ananitongoza simtaki na mbloko. Yani nakwambia status ulioweka ulisema unahitaji mtu, sasa muona kama you see? Okay. Kwa hiyo tuna hiyo shida kwamba wanawake wengi sasa hivi wana huo kweke ndani na wana project kwa kutamani watu ambao watawafanya wawe too excited all the time.
Sasa zile hisia ni hatari sana, kwa sababu zile hisia haziprove kama unampenda mtu. Mtu yoyote anaweza kuchochea hisia zako, kwa sababu hisia is all about mimi. Nikishafanikiwa kuingia kwenye moyo wako, nikajua unataka nini na unapenda nini, naweza nikatibua hisia zako. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.